Naam. Naam, watazamaji wetu tumerudi tena hapa siku ya leo. Leo ni tarehe 26 siku ya Boxing Day. Naam. Ambayo ni siku ya kufungua zawadi. Tarehe 26 mwezi wa 12 inakuwa siku ya kufungua zawadi kwa wapendanao au kwa wapendwa. Sisi zawadi yetu tunaifungua hapa leo nikiwa na mtumishi wa Mungu hapa ndugu Ben. Naam. Tunaendeleza vipindi vyetu vya mafundisho ambayo tulikuwa tumeangalia kwa nyuma pale. Tulianza na sehemu ambayo ilikuwa inagusia kumjua Mungu. Na tukatoka pale baada ya kumjua Mungu tukaja kwenye neno. Ilikuwa neno. Tukaangazia kidogo kwenye imani. Tukaja kwenye imani. Naam. Kwa siku ya leo tunakuja sehemu ya 4. Sehemu ya 4 ambayo mtumishi wetu hapa anakuja kutufungulia ili tujue leo tunakuja kuangalia kitu gani. Mtazamaji wetu, ndugu Beni, karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kwanza ni heri ya sikukuu kwanza. Heri ya sikukuu imekuwa safi. Leo ni siku ya kufumua yale maboksi ambayo tulipokea jana. Jana ilikuwa siku ya Krismasi, watu wamekula vyakula vya kila aina. Wamekula mapochopocho. Hongera sana kwa nyinyi ambayo Mungu amewajalia neema mkajiburudisha na kwa maadhimisho haya ya Noeli. Ndio. Kwa kumwadhimisha Mwenyezi ambao huyu ni Mwokozi wetu. Ndio. So na tukiwa tunaemea sasa kurubia kwenye tarehe mosi ya mwaka 2026. Na tuna uhakika kwamba sote tutavuka kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana tukafundisha imani. Ndio. Sahihi. So leo kwenye rai yetu kwa tafakari ya somo letu sehemu hii ya 4 ambao wamesema ni uadilifu. Tunazungumzia kuhusu uadilifu. Tungeomba kidogo hata walau Naam. Kwa sekunde chache tu tuombe kidogo. Ndio maana ndiko naelekea. So kama ilivyo ada, kawaida tuna fungu letu la msingi ambalo tumeegeza hili somo juu yake. Inapatikana kwenye kitabu cha Ayubu au Job kwa lugha ya Kiingereza, mlango ule wa 22, aya ile ya 21 hadi 23. Kwa Job 22 verse 21 up to 23. Ili tuweze kuendelea tuone Mungu ambacho ametuandalia. Nitasoma kwa uwezo wa Yesu Kristo. Nasema hivi. Tunaanza na 21 hadi 23. Nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokuijia. Ya 22 anasema uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake na maneno yake yaweke moyoni mwako. 23 inasema ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiuondoa udhalimu mbali na hema yako. Safi kabisa. Kuna maana kwa nini maandiko yanatufaradhi tumjue sana Mungu. Mtumishi wa Mungu. Unaona kwenye ili fungu la Ayubu 22 aya 21 anazungumzia sana kumjua sana Mungu ili uwe na amani na ndivyo mema yatakavyokujia. Naona kwanza acquaint him yourself with him that you may be at peace and there good will come to you. Naona ndivyo Mungu anavyotutakia sisi au Mungu anavyotuhitajia tuishi maisha ya hivyo. Kumjua sana Mungu. Alafu jambo la pili akasema tafadhali uyapokee mafunzo yatokayo kinywani mwake na maneno yake yaweke moyoni mwako. Naona. And please receive the instructions from his mouth and lay up his words into your heart. Naona. Hivyo ni msisitizo wa muhimu sana kwa wewe muumini ambayo unayemwendea Mungu. So tutaangalia kwenye sehemu ya 3 anasema ukimkurubia Mwenyezi Mungu utajengwa ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. When you turn to the Almighty, you will remove iniquity far away from your tent. Your tent ni mazingira ambayo unayoishi. It's your area where you live. Your life, entire life.
kuna baadhi ya misongo mingi ambayo yanatusonga hapa na pale. Tunakumbana na madhira mbalimbali ya maisha, changamoto, lakini ukiwa na Mungu haya yote unayapita tu kupita kwenye kama tanu ya moto, na unatokea pande ule bila kudhurika wao bila kuunguzwa na miali ya moto hayo. Na tuombe. Mungu mtakatifu, wewe ni mwema na siku zote tunakuaminia, tukiamini katika neno lako. Hivi kwa wakati huu tumejumuika hapa kwa pamoja na ndugu anayetusikiliza huko kwa ajili ya kutafakari kuhusu uwema wako na uadilifu uliopo katika neno lako, sanjari na Roho Mtakatifu, tukikuadhimisha kwa wakati huu ambapo wewe umekusudia tena tuwepo katika sehemu hii kwenye studio hizi adhimu kwa ajili ya kuzungumzia wema wako. Tupo kwenye sehemu hii ya 4 ambayo wewe Roho Mtakatifu umeandaa kwa ajili yetu kwa kutafakari au kutafakuri kuhusu jinsi ya kuishi maisha ya uadilifu sasa na neno lako. Bwana, wewe uliye mwalimu mwema, uje ukatufundishe kwa kadri ya mapenzi yako. Sisi hatujui lolote. Mimi nitatumika kama chombo kwa ajili ya kuwasilisha kile ambacho Roho Mtakatifu ameandaa kwa ajili ya anayetazama na anayetusikiliza, na kwa ajili ya muumini ambayo anayetaka kushikamana na wewe. Tunakushukuru Bwana, uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na sisi tumenyenyekea kwa itikafu ya mioyo yetu kwa isafu ya Roho Mtakatifu. Tunakushukuru na Bwana uwe pamoja nasi, tumeomba na kuamini. Amina. Sawa. So tupo kwenye sehemu ambayo kwenye tafakuri ya sehemu ya 4 kuangazia kuhusu uadilifu. Ndio. Mungu amesisitiza mahali pengi sana. Uadilifu kwa Kiingereza labda kwa faida ya mtazamaji wetu ni nini? Safi kabisa. Tunapozungumzia uadilifu ni mtu kuishi maisha ya yani to live righteousness life. Mtu kuishi maisha isiyo na mawaa, isiyo na mabaka, isiyo na madoa. Safi kabisa. Kama Mungu ameharamisha uzinzi au fuska, wewe usiuhalalishe. Au kama Mungu ameharamisha jambo fulani, wewe usipuuzie ukalichukulia poa, ukaishi kwamba utabaki salama. Maana neno la Mungu ni moto ulao. Neno la Mungu ni upanga uwao wote ukatao kweli, kama tulivyoangazia huku nyuma. Na Mungu anaishi neno lake ili kulitimiza. Siku zote Mungu hajawahi sema uongo, maana yeye si binadamu kama sisi. Sahihi kabisa. Sana maandiko yake. So kwa hivyo tutaangalia kwenye tafakari ya andiko hili, tutalitoa kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 59. Tutasoma aya ya kwanza hadi aya ya 4. Tuangalie baadhi ya wenzetu na baadhi ya maneno ya Mungu ambayo aliyoyasema yeye mwenyewe kuhusu ushirikiano wetu na yeye. Isaya mlango wa 59 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 4. Tutasoma kwa mtiririko huo. 59. Naam. Aya ya kwanza hadi ya 4. Basi nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina, sana barikiwa kaka. Tazama, naam, mkono wa Bwana haukupungua. Safi. Hata usiweze kuokoa sala. Sikio lake si zito. Hata lisiweze kusikia. Naam. Ya pili anasema, naam, lakini maovu yenu yamewafarakanisha nyinyi na Mungu wenu. Yamewafarakisha ninyi. Hapa imeandikwa yamewafarakisha. Yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu. Naam. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Sawa. Ya tatu, naam, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Naam. Midomo yenu imenena uongo. Naam. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Naam. Ya 4, hapana adaiye kwa haki. Wala hapana ateteaye kwa kweli. Naam. Hutumainia ubatili.
unena uongo, upata mimba ya madhara, na kuzaa uovu. Safi kabisa. Ya 5, tunataka tuangazie hapo kwanza hapa. Mungu, unajua wakati mwingi tunamlilia Mungu, tumeweza kumuia vitu vingi sana, tumemwamania pale na hapa, tunataka Mungu atusaidie, tunataka Mungu atuwezeshe, tunataka tuishi, tunataka tuinue. Lakini Mungu ameng'amua hapa. Ukiangalia kwenye hili fungu amesema, tazama mkono wangu haujapunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio langu si zito hata nisiweze kusikia. Kwa hiyo ni Mungu anayesema haya, kwa maana yeye anasema mkono wake uko tayari kusaidia, lakini na sikio lake linasikia muda wowote. Safi kabisa. Sasa ndio maana akasema, behold my hand, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor is ear is heavy that it cannot hear. Sasa Mungu anarudisha lawama kwa nani? Kwa sisi ambaye tunaye mlalamikia kwamba Mungu hajatusaidia, kwamba asikii. Kwa waliotufuatilia kwenye ile sehemu ya kwanza tuliangazia uwezo uliomo ndani yetu, tukaguza kidogo kwenye maisha ya Gideon, jinsi alivyokuwa naye alikuwa analalama sana mbele za Mungu na kujitweza mwenyewe, kuona yeye hawezi, wakati Mungu anaona ana uwezo, japo kuna 1, 2, 3 alikuwa hajafanya. Sasa ndio hili Mungu anarudisha mpira kwetu. Sisi ndio wenye kulaumiwa sasa. Ukiangalia fungu la 2 anazungumzia waziwazi, anasema lakini maovu yenu yamewafarikisha nyinyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kuna vitu kama vya hivyo. Yanasema, but your iniquities has hidden his face, your action is so that he cannot hear, and your sins as actually yani kwanza hapo ukiangalia lakini maovu yenu isi maovu ni iniquities, maovu yenu yamewafarakisha nyinyi na Mungu wenu. Naona hata hataki kufanya nini? Kusikia. Hata hataki kusikia. Na dhambi zenu, and your sins has hidden his face, that it cannot hear, or so that it cannot hear. Yani asisikie. Dhambi zetu zimeficha uso wake. Our sin is always block our communication between us with God. Ndio maana akazungumzia kitu cha hivyo, lakini sasa bado anaendelea kutuangaza sisi, maana Mungu huangaza sana katika roho. Yeye uchunguza, Biblia inasema yeye aonaye rohoni aichunguza viuno na kuchunguza ndani zaidi sisi tunavyoweza kujiona sisi. Ndio maana akasema sasa kwenye 3 anasema, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa dhambi. Unaona? Na pia midomo yetu imenena uongo, na ndimi zetu zinanong'ona ubaya. Unaona hivyo vitu vyote vipo hapa, vitu kadhaa. Na kwanza amezungumzia sana midomo, kwanza mikono, alafu vidole. Hiyo vitu vina katika ulimwengu wa roho vimebeba maana mpana zaidi. Maana vitu vinavyotimiza sana uovu ni hivyo vitu alivyovitaja hapo: midomo, mikono, vidole, midomo na ndimi au ulimi. Ndio umeona ukisoma kwenye kitabu tulisoma nadhani hapo nyuma, tukaangazia visababishi vinavyochafua mwanadamu. Unaona? Ukiangalia kwenye visababishi hapo kwenye Mithali mlango wa 18 aya 21 hadi 22 anasema, yani ukisema ile 21 kwanza yenyewe tunasome kwanza. Hata usiposoma mimi napitia, lakini msikize anaweza huko akatupata kile tunachokizungumzia. When we cross to the other side of the scriptures in Proverbs chapter 18 verse 21 anazungumzia kwamba yani uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake au ula matunda yake. Yani anasema ulimi unaweza life and death is under someone's tongue or in our tongues.
And those who love it, they will eat its fruits. So ulimi umebeba mauti na uzima. Ndio maana hapa ameguza akasema mikono, vidole na midomo na ndimi. That is the tongue, which he said, and your tongue as mattered perversity. Unaona, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Yes, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Ndio maana hapa akasema hivyo. Sawa sawa. Yeah. So hivyo vitu ameviguzia, lakini ukiangalia kwenye fungu la 4 hapo anazungumzia kitu cha ajabu sana hapo. Anasema hapana adaiaye kwa haki wala atetaye kwa kweli. Unaona, kuna vitu vile tofauti. Kutumainia ubatili, upata mimba za madhara, unena uongo kwanza. Kupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. So unaona, hivyo vitu ndio vinamchafua binadamu. Ndio. Na ukichafuka, Mungu hataki kuona tena. Hata hataki kusikia, maana tayari umewekea ukizio au uzio ambayo imekufarakisha wewe na Mungu. Unajua mimi sana natumia sana kitenzi, umefarakanishwa na Mungu. Naona. So, hii Biblia unayosoma ni Biblia takatifu, Holy Bible. Haya maneno haya ndio maana tunabaki kwenye mstari wa maandiko ili tusipotoke au sipotoshe anayetusikiliza huko. Ndio maana tunatafsiri kulingana na jinsi maneno yalivyoandikwa kwenye misahafu hii ya kiimani. Na ukiangalia kwenye pale 4 anazungumzia kitu cha hivyo. Hapana adaiaye kwa haki. Kio kati ya watu wanazengeana, mwingine wanasingiziana, huyu nasema, yani mwingine unaona anatapeli mwingine, anatumia ulimi wake kutapeli mwingine, rafiki yake, mwenzake, unaona, kwa kusudi tu apate kile mradi anachotaka akipate. Alafu hapana atetaye. Kuna watu wengine anayeteta. Unajua mtu anateta na mwenzake lakini si kwa haki au si kwa kweli. Ana ubatili ndani yake, uongo. Yeye anasinzia mwenzake lakini utapana na teta kabisa, unafikiri ni mkweli, kumbe ni uongo. Unaona, hiyo mmoja wapo ya vitu vinavyomchafua huyu mtu na kuweka uzio kati yeye na Mungu. Na utumainia ubatili. Atafu kutumainia ubatili, yani mtu kuwa na they trust in empty words and they speak lies. Ndio maana hapa anasema na wananena uongo. Alafu they conceive evil and they produce actually they conceive the evil and bring force in equity. Acha niweke sawa kama ilivyoandikwa. Ndio. Mtafsiri anayesikiza huko anaweza kaangalia kwenye kitabu kile cha Biblia. Tulisoma kwenye hii kitabu cha Isaya, mlango ule ulikuwa Isaiah 59 verse 1 up to 4. You can read, you get those words there. He said, no one calls for justice, no one pleads for truth. Naona. So anasema but they trust in empty words and they speak lies. Unaona. And they conceive evil and bring force in equity. Ndivyo hivyo unavyozaa. Yani unapotenda uovu, unazaa uovu. So kwa hivyo ushirikiano wako au uhusiano wako na Mungu haupo tena. Kama mkono wa Mungu unaoweza kusaidia, hauwezi kukusaidia tena. Maana utakuwa umedumaa katika kiroho. So tukiangalia katika fungu linalofuata hapo, nataka tuangalie Mungu yeye mwenyewe anajielezaje. Katika kitabu cha Isaya hicho kwenye mlango wa 57 aya 15. Mlango wa 57? Yes, Isaiah 57 verse 15. And let's look at there how God himself expresses himself. Aya ya 17. Naam. No. 57 aya 15. 15. Naam. Ambaye nasema hivi. Yes. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaye milele. Naam. Ambaye jina lake ni mtakatifu. Naam. Asema hivi. Nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu. Sawa.
Tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Umeona hiyo? Mungu ili sisi tuwe na ushirikiano na Mungu. Hiyo Mungu anatusikia na kutaufiki kile ambacho tunamuia yeye atufanyie au atujibu. Ni lazima tuishi maisha ya Mungu anayoitaka yeye au yeye anayoishi. Ndio maana akasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, unaona, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi au mimi nakaa mimi, actually nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu. Ndio. Pamoja anasema tena pamoja na yeye aliye na roho ya unyenyekevu, actually aliyetubu na roho ya unyenyekevu, alafu ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Unaona, Mungu ana kazi hapa, ana kibarua. Baada ya wewe kujiangaza, kujitambua, kuthamini na kujua mahasi uliomuhasi Mungu, ukigairi na kusikitika na kuacha ule uovu na kufuata njia ya kweli ambayo mwenendo unaofaa Mungu anautaka yeye. Yeye Mungu anachokifanya anakuregelea. Naona? So ukiona hapa nasema, thus says the high, a lofty one who inhabits in eternity. Hiyo ndio jambo la kwanza. Nasema, whose name is holy. He says, I dwell in a high and holy place. Hiyo ni Mungu. Sema hiyo inuka na ni sehemu patakatifu. Together with the one who has contrite and humble spirit. Contrite ni jambo la kibiblia hapo, mimi nimetumia ili niseme la kwangu. Wewe msikilizaji kasema huyu jamaa anazungumza maneno ya kwake. Ndio nimetumia ule lugha iliyotumika katika maandiko matakatifu. Wametumia contrite sana katika Biblia takatifu. So nasema contrite ni jambo lile la mtu anayeungama, aliyeungama. So amesikitika na kugairi kile hali aliyokuwa anaishi. Unaona, anasikitika na kumrudia Mwenyezi Mungu, kujua kwamba yeye ni mhalifu, yeye ni mkosaji, na hivi ametambua afate uadilifu. Ndio maana tutakuja na maandiko kama haya ili kujifunza kwa pamoja na tuweze kuelewa nini Mungu anachotaka sisi tuwe. So ndio maana kwenye hapo tumeona hivyo, anasema yeye anakaa and along with that person who has contrite and humble spirit, in order for him to revive the spirit of the humble, and again to revive the hearts of the contrite ones. Unaona, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuzifufua mioyo au kuifufua mioyo ya waliotubu, waliosikitika, waliojiona wao hawafai baada ya wao kuwa ni wahalifu, ni watenda dhambi, ni waovu. Akaona ameguswa, akaona wacha nitubu. Safi kabisa. So ndio maana ile andiko. Alafu tunataka tuangazie Mungu baada ya yeye kuona hivyo, akaenda mbele zaidi, akatuita. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa 7 aya 14, tutaangalia hapo tuone. Mambo ya Nyakati, that is 2 Chronicles chapter 7 verse 14. God himself calls us now after expressing himself. Mambo ya Nyakati mlango wa ngapi? Mlango wa 7 aya 14. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina sana mtumishi, ubarikiwe. Inasema wana wa Manase. Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili. Naam. Mlango wa 7. Mambo ya Nyakati wa pili. Naam. Mlango wa 7. Mlango wa 7 aya 14. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso
na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Safi kabisa. Mungu anatupa maelekezo, anatupa namna anavyotaka tuishi maisha ambayo yeye anayotaka. Niona kwenye hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, na basi toka mbinguni. Unaona hapo kuna jambo basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao. Maana maisha yako yamevurugika, yamekuwa hayaeleweki, hauna dira, yani kile unachofanya akifanikiwi, yani umeona maisha yako yamekuwa maisha yasiyokuwa na mafanikio. Sasa yeye anasema, ndio hayo anasema, nitaponya nchi yako. Nchi yako ndio wewe mzima, na yanayoendana katika nyanja mzima inayohusu maisha yako yote, kama ilivyo kwa jumla, ndio nchi yako hiyo. Sasa anasema, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, unaona hapo, and leave their wicked ways, and actually anasema and turn away from their wicked ways, then they anasema the word then au bas, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Unaona? Sawa. So ukipata huo mwenendo na maelekezo hayo kama jinsi alivyosema, ndio sasa Mungu anakupa usikivu. Na akupa usikivu, kwa hivyo utakuwa na ufanisi na mafanikio katika kile unachofanya, na Mungu atakujibu kwa kile ambacho umemuwia akufanyie. So nataka tuangalie na hii ya 15 inayofuata. Naona inasema sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa penyewe wewe naye tutazama hapo penyewe. Ndio Mungu masikio yake yatafumbuka na masikio yake yatasikiliza maombi ya hao waombao mahali hapo penye upo hapo. Inawezekana upo kijijini, yamkini wewe uko sehemu nyingine kabisa. Mungu ameapa, au uko nje ya nchi kabisa, uko nje ya Uganda, haijalishi uko wapi, uko Uarabuni, yeye ameapa pale penye upo atakusikiliza, kwa sababu kwa wewe umetii neno lake. Unakumbuka tulianza, mjue sana Mungu yeye na amani na ndivyo mema yatakujia. Sawa. Na pia tunataka tuangazie visa vya wasisi wetu wa imani walivyopitia wao kujitakatifuza au kutunza uadilifu baina yao na Mungu, ili kuweza kuweka uhusiano mzuri na karibu na Mungu. Na Mungu wao aliwasikia sana, na ndio maana sisi tumeweza kukongwa sana na visa vyao, na ndivyo vinavyotuimarisha sisi katika mwenendo huu wa imani. Ni sahihi, kwa sababu sehemu yetu ya mwisho ambayo ilikuwa ya 3 tuliwekeza nguvu kubwa sana kuwaelewesha watazamaji kwenye imani. Na imani hiyo sasa imetuleta hapa kwenye uadilifu, kwamba ukishajenga imani na Mungu sasa lazima uweke uadilifu, kwa sababu ndo itakayokuwa kama channel au kama njia itakayokuunganisha moja kwa moja na Mungu. Safi kabisa mtumishi. Ndio. Sasa tunataka tuangalie kwenye hiki kitabu, nadhani tuangalie Daudi alikuwa ni mfalme ambao ni mwanasiasa nguli sana. Daudi hakuwa mchungaji, hakuwa askofu, hakuwa mtawa, alikuwa ni mfalme ambaye ni kiongozi wa kisiasa nguli. Yeye mambo, lakini alijaribu sana kujitahidi kuishi maisha anayotaka Mungu. Ni mojawapo wa watu ambao wamekuwa vielelezo sana muhimu katika misahafu ya imani. Hata ukiangalia kwenye wenzetu hao Waislamu wana visa vyote vya Daudi, hata vingine hatuna navyo, lakini wao wanavyo kule. Na tukiangalia hiki kisa kwenye kitabu cha Zaburi mlango ule wa 51, tutaanza aya kwanza hadi 12. Tutasoma kwa mtwalia ule
Mlango wa kwa mfululizo huo. Zaburi ya 51 mlango wa Psalms 51 from verse 1 up to 12. Tutaangazia hayo maandiko. Alafu tutaangalia na mtu mmoja tena tutafunga somo. Nitasoma haya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inasema hivi. Naam. Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Nadhani twende nadhani moja kwa moja ili kwa sababu ni vifungu vingi. So tuweze tukatongoe moja kwa moja tukiendelea. So twende kuanzia haya ya kwanza amesema Mungu niokoe sawa sawa na fadhili zako na kiasi cha wingi wa rehema zako. Hiyo ndio anaomba. So tunataka hapo kwanza uyafute makosa yangu. Tukimaliza hicho tutaenda kwa cha pili ili anayetazama apate mtiririko sahihi. Na sasa hapa Daudi anaungama mbele za Mungu akianza hivi: Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Au ametumia lugha gani hapa? Amesema uyafute makosa yangu. Safi kabisa. Yeye anaanza mwenendo wa kutubu, maana yale Mungu aliyokuwa anamfaradhi penye ile kitabu cha Mambo ya Nyakati 2:14 yeye ameanza kuiweka kwenye taklifu hapo. Sasa kwenye maisha ya kinifu kabisa kuhakikisha hili linatokea kama Mungu anavyotaka. Ameanza na kurehemu. Anasema Lord, na fadhili zako. Anasema God, a loving kindness. Unaona? Anasema according to your loving kindness and according to your multitude of tender mercies. Anasema blot my sins or my iniquity out. Sasa na jinsi mimi I try to tafsir au to interpret according to the Holy Bible, how it says. That's why I'm using those words which are not usual and the one you know. Sure. But I'm trying to stick on the scripture. Now, when you go to the second one, anasema kitu. Soma. Unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase na dhambi zangu. Ni dhambi zake. Yeye anatubu kama yeye mtu binafsi. Yeye na Mungu anaungama. So anasema wash me completely or thoroughly from my transgressions. Kabisa na from my transgressions. Unitakase dhambi zangu. And cleanse me from my sins. Unaona? Yeye nalia mbele za maana amesikitika na kugairi kwa yale aliyokuwa anamtenda Mungu. Kiufupi anatubu. Sasa tupo kwenye mchakato sasa. Unajua kutubu, siku moja tutafundisha baina ya kuungama na kutubu. Unajua kutubu ni jambo la amali au tunasema it's acts, it's a process of acts. So unapoenda kutubu hauwezi ukatubu mara moja. Kutubu ni mchakato. It's a process. Repentance is a process. But confession, you can confess and God permits you, grants you your prayer and he forgives before you take a process to live. Now, living what you have been doing wrong, kuacha kile kiovu ulikuwa unafanya ni mchakato. Kama ulikuwa ni mlevi wa kupindukia cha karamu, huwezi ukaacha mara moja. Kwanza utakuwa unakunywa chupa mbili, unarudi kwa moja, kisha siku nyingine unywe, siku nyingine unakunywa. Hivyo mpaka uzoelee hali ya kuacha kabisa. Na kama ndio hivyo sasa tusiende mbali. Alafu kwenye fungu la 3 inasema maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Katika swala la kujitakatifuza baina wewe na Mungu, wewe ukiwa peke yako, kwanza Mungu ni mtakatifu. Wewe ndio unapaswa kujitakatifuza kupitia yeye Mungu ambako anakurehemu. Ndio maana wewe nasema yeye mwenyewe mbele za Mungu anasema nimekutenda dhambi wewe peke yako. Tubaki kwenye ile 3 kwanza. Ndio maana anasema maana mimi nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu hii mbele yangu daima. For I acknowledge my iniquity and my sin is always before me. Unaona?
yeye amejua mbele yangu daima kinachomzuia au kinachotatiza mawasiliano yake baina yeye na Mungu amekitambua, ameanza kuieleza mbele za Mungu kwa kuungama, like in confession process. Nao tuende kwa la 4. Nasema nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe hujulikana kuwa mwenye haki unenapo, kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Unaona, yeye anajaribu kubainisha baina yeye na Mungu na kujielezea mbele za Mungu hali ya maisha yake anayoishi. Yeye anajitenga na kujiona yeye, anasema maana yeye anamtenda Mungu dhambi, ndio maana akasema maana mimi nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na akasema na kwa la pili anasemaje? Anasema na dhambi na nimekufanya uovu mbele za macho yako, mbele za macho za Mungu, wewe ujulikane kuwa mwenye haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Maana anamuelezea taswira ya Mungu alivyo, alafu na yeye anajiweka kando, anajiona yeye hafai. Kimsingi Mungu hana uonevu. Mungu hana uonevu. Mungu ni wa haki. Ndio maana hata maandiko mengi yanazungumzia hivyo. Mungu hana upendeleo hana uonevu wala upendeleo. Safi. Anakupa unachostahili. Ndio. So ndio maana amesema hivyo. Anasema for I have sinned against you. You against you, only you I have sinned. Unaona? And I've done this evil before your sight or your face. Unaona? And that you may found just when you speak. Unenapo, when you speak. When you speak. And may you be blameless and blameless when you do what? When you judge. Yeye anamweka Mungu kwa utakatifu wake na yeye anajiondoa, anajitakatifuza. Enda kwa la 5. Sasa uovu unatokea hapo. Tazama. Mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Unaona? Yeye anasema, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Yeye anasema, behold, I was brought in iniquity, and in sin my mom conceived me. Ndio. Unaona? So yeye anatambua chanzo cha uovu anaoishi. Ndio maana tumeleta hili somo ili wewe tusikiliza huko ujue namna ya kuungama mbele za Mungu. Maana sisi tunatakatifuzwa kwa sehemu, tunatakafisika kwa sehemu. Yaani uwezi ukaungama kitu kimoja mwili mzima. Siku moja tutazungumzia namna ya kuungama iliyokamilika. Kwa sababu Mungu anatutakatifuza kwa sehemu na viungo kimoja kimoja. Ndio. Maana miili yetu imejaa tunasema tunatumia imejaa yani sumaku inayovuta uovu. Kwa mfano, siku moja tutazungumzia mwili mzima, viungo vya mtu mzima jinsi vinavyomchafua. Ndio. Kuanzia macho, masikio, mapua, na tutaleta mafungo moja kwa moja. Ndiyo. Tukitafsiri mwili mzima wa binadamu kuanzia jinsi alivyo. Ulimi, midomo, mikono, miguu. Leo tutaenda mbali kwa sababu ni sehemu pana sana. Ndiyo. Itakuwa na sehemu nyingi ndani yake. So tutaguza hapo. Ndio maana tumedokoa hivi vilivyo vya msingi. Ndiyo. Ili wewe naye tutazama upate kitu cha kujifunza. Soma la 6. La 6 nasema, tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Iliyo moyoni, ndio. Nawe utanijulisha hekima kwa siri. Yeye ameanza sasa, baada ya kuwa ameweza kutambua kiini cha makosa au cha dhambi anayoishi. Alafu sasa amesema, kwa maana nimejua wewe wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Alafu jambo la pili anasema, kwa kuwa nini? Na wewe utanijulisha hekima kwa siri. And now
yani anasema ukiangalia anasema yani for now I know, rudia hapo, yani tusipotoshe. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Behold, for I know you desire the truth in inner parts. And in inner parts, nawe utanijulisha hekima kwa siri. And in parts you will show me, or you will make me know the wisdom. Ndio hivyo imeandika kwenye ile kitabu cha Holy Bible, ndivyo imeandikwa. And in inner parts you will make me understand or know the wisdom. Ndio ana ametumia hapa neno la nadhari ya siri, na ambayo yenyewe ina maana pana. So tuangalie 7, ameanza mchakato. Nasema unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Sawa. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Umeona hapo. Sasa ameanza mchakato. Anarai Mungu na kumuungamia Mwenyezi ili Mungu amsafishe, naye atakuwa kwenye hisopo. Hisopo ni gugu. Ni gugu ambalo kwa even in English it's called hyssop. Okay. Before we used to use them in the village. We crush them and we put our clothes there and we wash them, and they are very good. They are like to cleanse, to whiten our clothes. So ukiangalia hapo anasema purge me in hyssop and I'll be clean. Wash me and I'll be whiter than snow. Naona yeye anaomba sasa Mungu akamtakatifuze, yani unioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Unisafishe nami nitafanyaje? Nitakuwa mweupe kuliko theluji. Angalia fungu la lile la 8. Nani nasema? Unifanye kusikia furaha na shangwe. Naam, maana hapo anasikia furaha mwanzo. Mifupa uliyoiponda ifurahi. Anasema yani make me joy and gladness, that the bones have broken may rejoice. So unaangalia hapo anasema unifanye kusikia furaha na shangwe na mifupa ulioiponda ifurahi. Yeye ameanza mchakato wake na kutaka jinsi anavyotaka Mungu amtakatifuze. Angalia kwamba nilichojifunza hapo kwamba anajua katika process ile ya kuweza kutakatifuza lazima mifupa ipondwe. Maana mifupa katika nadhari ya kibibilia ni your strength has been broken. Unaona nguvu zako zile zinazokuhimili wewe au zinazokutia uhimilivu au kufanya jambo zimefifia. Au hata ukitaka kumwamini Mungu unaona yani ni kama vitu ni kama maneno tunasema za visa vya kutunga kama za kimapokeo. Unaanza kuona maandiko kama maneno ya kimapokeo. Ni kweli. Kama visa vilivyotungwa vya tunavita abonwasi. Sure. So imani inafifia. Your strength ndio hizo anatumia, your bones have broken may rejoice. Leo urudi tena katika furaha yako. Angalia fungu linalofuata. 9 inasema ustiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Umeona? Kwenye fungu la 9 anamsihi Mungu astiri uso wake, asitazame dhambi zake na ayafute makosa yake au hatia zake. Azifute, yani siwepo tena. Ndio maana yeye anamsihi sana Mungu asione zile dhambi. Na Mungu ndivyo alivyo. Mungu yeye anasema mimi nitageuza mgongo wangu, asitatazama dhambi zako na nitazitupilia mbali kama jinsi magharibi ilivyo na mashariki. Ndivyo dhambi zako ninavyozitupilia kwa mbali. Ndio. Yeye Mungu mwenyewe anaapa. So ndio hapo anasema hide your face from my iniquity. And alafu kwenye nalofuata uzifute hatia zangu zote. And cast away all my sins. All from
me. So ndivyo anavyosema yeye is pleading before the Lord. Sawa. Ya 10 inasema Mungu uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Unaona anataka kiumbe kipya. Yani ule moyo uliokuwemo haufai tena, maana ulishagubikwa na uchafu. Yani ni kama nguo nyeupe ambayo uliojisotea kwenye matope. Ambayo matope yenye kunasa ambayo haitoki. So ndio yeye nasema sasa uniumbie moyo safi. Ili nifanyaje? Uifanye upya roho ndani yangu iliyotulia. Yani make in me a clean heart, oh God. Alafu tena nasema and renew steadfast the spirit within me. Yani ile roho iliyo ndani yake iliyotulia yenye utulivu ambayo inaweza kutafakari kile unachopokea na unachosikia, ili usipupe kwa kufanya mambo katika mkurupuko. Unaona, Mungu anataka uishi maisha ya upole. Maisha ndio unaona maaskofu na watawa na wainjilisti sana, hasa wenye kidini kwenye ule upande wa dini ni wanyenyekevu na wanafundishwa kabisa kunyenyekea. Ndio unaona hata kama anatembea hapa kwenye madhabahu anatembea kwa unyenyekevu. Anakuwa amenyenyekea kabisa sana, hata kujibu kwa kile anachoweza kujibu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Maana Mungu anataka mtu aishi maisha ya unyenyekevu. Sasa tuangalie 11 anaomba tena. 11 anasema usinitenge na uso wako wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Analia, yani Mungu akikuondoshia mbali Roho Mtakatifu hakuna utakachoweza kufanya ikatokea. Kila utakachofanya itakuwa na ukakasi. Ndio maana yeye naomba Mungu usinitenge na uso wako wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Oh Lord, don't cast me away from your face or from your presence, and do not take away or do not take your Holy Spirit from me. Yani anaomba kwa radhi kabisa. Mungu amweradhi na asifanye vile. Alafu angalia 12 anasema unirudishie furaha ya uokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Sawa. So ukiona hapo analia, Mungu anasema make me joy. Anasema hivyo, unirudishie furaha ya uokovu wako, and restore, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unaona, ye anaomba Mungu amurudishie roho ya wokovu, furaha ya wokovu, the joy of salvation, and again ye nataka Mungu kwa roho ya wepesi, and uphold him by the righteous the general spirit. Ndivyo hapo nadhani imeandikwa hivyo, and uphold me by your generous spirit. Naona Mungu ana roho ile ambayo inayokusaidia ku-uphold wewe, ning'iniza wewe katika hali ya uadilifu. Na tena yeye naomba kwa wepesi, anasema unirudishie furaha yako ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho yako ya wepesi. Ndio hiyo. So ndivyo mwenzetu huyu ambaye ni muasisi wetu wa imani alipoweza kuchukua mchakato mzima wa kujitakatifuza mbele za Mungu. Tunataka tuangazie mtu mwingine nguli kabisa ambaye ni muasisi wetu nguli katika imani hii ya kumwendea Mungu katika uadilifu. Angalia kwenye kitabu cha Isaya mlango ule wa 6, anza aya ya kwanza, tutakamilisha kwenye aya ile ya nadhani ya 8, ndipo itatupa taswira mzima ya somo hili. Isaya mlango wa ngapi? Mlango ule wa 6 aya ya kwanza. Soma kabisa mfululizo hadi aya ya 8. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anasema katika mwaka ule uliokufa mfalme Uzia, nilimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
Ya pili. Naam. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Safi. 3. Ya 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu wewe ni Bwana wa majeshi. Mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Sawa. Ya 4. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia. Nayo nyumba ikajaa moshi. Safi. Ya 5. Ndipo niliposema, ole wangu, mimi nimepotea, kwa maana nimepotea. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. 7. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo lile la moto, akaniambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. 8. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Sawa. Sasa huyu amekamilika, lakini angalia mchakato. Kwanza nabii wa Mungu Isaya anasema, katika mwaka ule aliyokufa Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zilijaza hekalu. Hivyo ndivyo yeye alivyoona. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on his throne, lifted up, and the trail of his robe filled the temple. Now, lile la pili anasema, juu yake walisimama masharafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili akaruka. Above it, it stood a seraphim, and each had 6 wings. With the 2 he covered his face, with the 2 he covered his legs, and with the 2 he flew. Angalia fungu la 3. Anasema wakaitana kila mmoja. They called and they cried to one another, saying, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. Naona, yani wakaitana kila mmoja kwa mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa na utukufu wako. Yeo wanamsifia Mungu. Angalia, yeye bado naona maono yale yanaendelea. Fungu la 4, alafu akasema na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yeye aliyelia, na nyumba ikajaa, nayo nyumba ikajaa na moshi. Yes, anasema, and the posts of the door were shaken because of him who cried out. Unaona? And the whole house filled with smoke. Yeye aliona hiyo katika maono hayo aliyotutungia sisi kwenye kisa. Angalia fungu linalofuata. Ndipo niliposema, ole wangu, mimi nimepotea. Kwa maana mimi nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Bwana, Mfalme, Bwana wa majeshi. Unaona? Yeye amemuona Bwana alipoketi, anaona, "Thus says the Lord," and the high says the high, the lofty one who inhabits in eternity. That's the devil. Yes, anasema yeye, okay, katika hili anasema yeye katika kumuona Bwana ameketi pale, na
na kuungama namna alivyoona yeye Mungu alivyo na vazi lile. Yote tupo kwenye fungu la 4. Yaani vizingiti vyake vilitikisika na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti. So tupo kwenye 5. Ndipo ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Yes. Yeah, okay. Then he said, "Oh, where is me? For I am done. And because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. And for my eyes have seen the Lord of hosts." Or the King, the Lord of hosts. So ndio hivyo alivyosema kwenye fungu la 5. Mimi nilikuwa nimechanganya hapa mafaili makabrasha, ndio maana tukadidimia kidogo. Ndio. Sababu tulikuwa vifungu vingi. Enda kwenye 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa juu ya makoleo toka juu ya madhabahu. So hapa anazungumzia kitu, anasema and above all, hapa anasema yani anasema kisha and then one of the seraphim flew to me, having a live coal in his hands, which he had taken with tongues from the altar. Unaona, yani tongues ni kuna kifaa ambacho kinatumika kusikamanisha au kusikilia kitu ambacho kenye adhari. Inaweza ikawa kala moto kwa watu wanaochomelea au kwa watu wanaofanya vitu vyenye moto kali. Wanatumia hizo tongues. They are two like sticks like this. Kama jinsi unavyoona vile vijiti wa China wanavitumia kulisha chakula au wali. Vile vinakuwa na vimekaa hivi kwa mpasuko hivi. So vinakuwa huko na namna ya kuvishikilia. So unatumia kuchukua kitu ambacho kenye habari. So hizo zinaitwa tongues. Kwa katika lugha ya Kiswahili inaitwa makoleo. Tumebakiza dakika 3. Tumebakiza dakika 3 tumalize. Katika fungu la lile la 7 anasema akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo la moto, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Yes. And he touched my mouth with it and said, "This has touched your lips, and your iniquity has been purged, or has been taken away, and your sin has been purged." So anaelezea namna dhambi zake zimeondolewa. Sasa Isaya anasikia sauti sasa. Anasema, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom should I send? And who will go? And who will go for us?" Then here I replied, he said, "Here I am, send me." Baada ya kutakatifuzwa, after being cleansed now, is now able to now to communicate with God, because he has now been cleansed. Now he had the voice of the Lord, and the Lord was saying, "Whom should I send? And who will go for us?" Then he replied, he said, "Yes, here I am, send me," because he is now deserved to be sent to the world. Now, there's one verse which I want to close with it in the book of Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Hapo ndio katika kitabu kile cha Wathesalonika wa kwanza mlango wa 5 hadi 23. Wathesalonika. So tutaona hapo Mungu jinsi Kristo anazungumzia haya maneno, au ye mwenyewe katika maandiko hayo tunaweza kuzungumzia namna ya mwenendo wa kutakatifuza, kujifanya kwa msafi, kuwa waadilifu. Naam. Wathesalonika wa kwanza. Naam. Mlango wa ngapi? Mlango ule wa mlango wa 5 hadi 23. Hadi 23. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu wa amani mwenye awatakase kabisa. Mwenyewe awatakase kabisa. Nafsi zenu. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili katika bila lawama
wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu mwenyewe wa amani awatakatifuze, awaoshe kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Yesu Kristo. Yaani umeona hapa amevitongoa vyote. Kuna nafsi, kuna roho na kuna mwili, vyote vitakatifuzwe. Ndio. Maana kila kimoja kimegubikwa na uchafu, akifai mbele za Mungu. Ndio maana yeye anaomba sana Mungu mwenyewe wa amani awaoshe kabisa nafsi, roho na mwili. Yes. So ndio naona wakati wa kuja kwake Yesu Kristo, may the Lord of peace himself cleanse you completely. Naona ndio with the from your spirit and your soul and your body be blameless or preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kwa maana tunapaswa kuwa tayari muda wowote, kwamba anapokuja atukute tuko tayari. Wakati wa kuja Yesu Kristo ni wakati uliopo sahihi. Unaweza ukatoka hapa, tunasikia mwenzetu ashaondoka. Sasa msubiri, usizani kwamba Yesu atakuja angani hewani hapo. Anakuja alafu anapiga mbio, ndio mimi huyu nashuka. Hakuna tangazo kwamba wewe unaweza ingia mali watu hapo kujikidhi haja yako na ukaendea huko. Tukasikia tu jamaa ashaondoka tayari. Au unatoka hivi unapata ajali, lakini sisi hatupo kwenye. Kwa hiyo kwa ufupi, mtu anapaswa kuwa tayari muda wowote. Naam. Kwa sababu hujui siku wala saa. Haujui chochote. Hujui siku wala saa. Muwe tayari wakati wote, maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba. Inawezekana jioni, siku ya manane, akapo jimbi au asubuhi. Hii anasema hivyo katika kitabu kile cha Marko mlango wa 13:35. Na tuombe kwa jina la Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru, nasema asante, umekuwa mwaminifu, umekuwa haki, umetufundisha neno lako. Hakika hili ni neno ambalo ulikuwa umetuandalia, na hakika naye anayetusikiliza huko apate kujifunza kitu walao ambacho umeandaa kwa ajili yake na sisi. Baba, tunasema asante, na neno hili liwafikie wote ambao atakayekuwa anatazama, alikaguze katika maisha yake, akabatilishwe, awe kiumbe kipya na aishi maisha ya uadilifu sasa utakavyo wewe Mungu mtakatifu. Maana wewe ni mtakatifu na unaishi pamoja na waliotubu na kunyenyekea na kuungama. Baba, tunasema asante, na uendelee kutujalia neema yako, ukatubariki na kutulinda, ukatuangazie amani na uwezo wa neno lako liendelee kutenda ndani yetu, ili tuishi maisha ambayo ya uadilifu wewe unayoitaka. Baba, ukatubariki na kutulinda, ukatuangazie nuru za uso wako na kufadhili, ukatunue uso wako na kutupa amani, ukaendelee kutulinda nafsi zetu na mabaya yote, ukatubariki tunapotoka na tuingia hapo, tangu sasa na hata milele. Na tumeomba maneno haya yafikie kila mmoja anayetia nia na amani kuweka moyo wake ufahamu katika kusikiliza neno lako hili ambalo ulioachilia kwa ajili ya wanaokuombao. Maana umesema, naam, sasa wewe utafumbuka macho yako na masikio yako yatasikiliza maombi ya hao waombao mahali hapa, na neno hili lipate kuwafikia sawasawa na imani zao kwa kadri ya mapenzi yako. Tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Basi kwa watazamaji wetu, mpaka wakati mwingine tunasema kwaheri. Asante sana mtumishi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Tumepiga mwingi hapa, nadhani tumesogeza kidogo kabisa. Kwa muda, lakini tunashukuru Mungu kwa neno hili la leo. Amina. Amina, barikiwe sana.